Sawa. Members of the press, are you ready? You are ready? Let me state that even though we respect the court ruling of 29th April 2021, even as it went against the wishes of the majority of the members of the County Assembly and the rule of the democracy, which stated that the majority have their way and the minority have their say. We would like to express our dissatisfaction with the decision, noting that the court ordered the former Speaker Wahome Ndegwa to step down from the Assembly's operations, pending the hearing and determination of his impeachment case. However, the court later, on 29th April 2021, reinstated him pending the complete determination of his impeachment case, which is contrary to Commonwealth legal system traditions on which our legal system is centered. As such, we the majority, we challenge the court's decision for the reason that county assemblies are autonomous legislative entities and the judiciary can only intervene by reviewing laws passed or procedures that have gone through the legislative organs, and that the court must decide if such decisions, such as the impeachment of February 9, 2021, is lawful or unlawful in finality. Secondly, we want to assure Nyandarua County residents that despite the ruling against the will of the majority, the Assembly's operations and sitting will continue peacefully as they did in the month of March and April. This is because Wahome Ndegwa will be impeached again procedurally and through a fresh motion on new charges contained in a fresh notice of motion for his impeachment, which are 1. Abuse of office, 2. Favorism and cronyism, 3. Gross misconduct through militarization of the Assembly, and 4. Gross violation of Public Finance Management Act 2012. Thirdly, it is worth to note that residents of Nyandarua have continued benefiting from development projects since former Speaker Wahome Ndegwa was ordered to step aside because the Assembly has been running smoothly without interruption, and key policies such as the supplementary budgets have been passed. And the reason that the residents from all corners of Nyandarua, starting from Karampton to Kenton, can witness and testify to the development projects being implemented all over by the county government. Furthermore, we demand and protest that former Speaker Wahome Ndegwa refrains from associating the governor, His Excellency Francis T. Kimemia, with the Assembly's impeachment issues. Let the former Speaker Wahome Ndegwa understand that he was elected by the members of the County Assembly, not the governor, and that the MCA have no faith in his leadership, that is why even the wall are written against him. Wahome Ndegwa must go. Wahome Ndegwa must go. As I conclude, following the impeachment, we will not pursue the issues posed in the 2 impeachment motions in the courts of public opinion, but will instead refer all the issues to the appropriate investigation agencies in our nation. We will not give up until the DCI and the EACC investigates his crimes and bring him to justice. Finally, I would like to thank the wonderful people of Nyandarua County, whom we were selflessly and faithfully, the County Assembly staff, for their studying services to the members of the County Assembly, and my fellow members of the Nyandarua County Assembly for their continued support, diligence, and representation of their constituents in the County Assembly. And lastly, the county government of Nyandarua, led by His Excellency Francis T. Kimemia, for ensuring equal and timely distribution of resources within the county. Even in the Commonwealth countries, the National Assembly and the Senate and the assemblies
ndunge dictate uria uguthie kuga kana ukoro ugika, because there are procedures, there are rules that we should follow. So issue pertaining to the illegalities and legalities, if there is, these are legislative institution. If there is, let somebody go to the court and challenge it, because the interpreter of that is the court. Niseme naitwa Wanjiku Muhoho na mimi ni mmoja wa wale wanasema Speaker Ndegwa Wahome ama former Speaker Ndegwa Wahome ametuchokesha na hata tutawala kwa hii bunge. Kama ni mtu mwerevu na ni mtu wako na wisdom na advisors, anafaa kuwa amesoma maandiko kwa ukuta, na kama hawezi yeye mwenyewe kusoma atafuta interpreter kama vile King Belshazzar alifanya, akatafuta Prophet Daniel asomewe maandiko, kwa sababu sisi ametuchokesha na hata tutawala kwa kifua. Jambo la pili niseme, president wa hii nchi tunamheshimu sana, na former Speaker Ndegwa Wahome anafaa pia yeye ajue president sio wa rika yake na sio wa class yake. Asikue hapa ati anaenda kumtaja kila mahali, na issues ni sisi ndio hatumtaki president. Hakuna mahali anakujia kwa ile ukora amekuwa akifanya kwa hii bunge, na ukora ni kutumia pesa za umma vibaya, kukosa sisi wenyewe kutupea heshima na matumizi mabaya ya ofisi, na hivyo ndivyo tunasema ametuchokesha na hatumtaki. Yes, kama speaker na pia kama naibu wa speaker, nataka kuhakikishia wananyandarua ya kwamba zile nguvu nimepewa na wa Constitution of Kenya article 178(2)(b), nitahakikisha bunge ya Nyandarua imeendelea, na zile vita zimekuwa hapa na wale wanapanga vita na zile shenanigans zimekuwa hapa, sitaruhusu hiyo maneno kuendelea, na ninataka kusema hawa wajumbe nitawaongoza na nihakikishe ya kwamba ile mambo yote tunafaa kupitisha kwa hii bunge tumepitisha for the welfare of our county. Ile kitu ningetaka kusema, former speaker Bwana Wahome ni sisi tulimchagua, ni mfanyikazi wetu, na sisi hata kama itahitajika kumtoa mara 1000 tuko tayari kumtoa, na asilete wananchi ama viongozi wengine kwa hii maneno ama kwa hii vita. Tulimkataa, tulimtoa, na pia ile mjadala ingine imeletwa na majority leader, pia hiyo tutatekeleza na tutamtoa mara tena. Wahome ni wakili na anajua sheria, aweze kutafsiri sheria ipasavyo, na kama vilivyo nimesema ya kwamba article 178(2)(b) iko very clear. Hiyo maneno ingine anasema koti iko hapo itaweza kutafsiri hiyo maneno ingine, lakini hatutamruhusu kuingilia usalama, kuingilia utenda kazi ama kusubua hawa wajumbe na kwa ujumla bunge la Nyandarua.